ya uzazi wa mpango. Na je, uzazi wa mpango basi una sehemu gani au maandiko yanasema nini kuhusiana na uzazi wa mpango? Je, kama Mkristo unaruhusiwa kutumia uzazi wa mpango? Kaa pamoja na mimi katika hii session ya kwanza ambayo tutazungumzia nini maana ya uzazi wa mpango, tutazungumzia aina ya uzazi wa mpango, lakini pia tutazungumzia leo kinagaubaga fahamu kuhusiana na njia za kudumu za uzazi wa mpango na njia za muda mrefu. Usiache kusubscribe katika channel yetu ya Pamoja na Wewe TZ au channel yetu ya Pamoja na Wewe Mobile Clinic Services uweze kupata updates za kila wiki katika vipindi vyetu vya afya, lakini katika vipindi vyetu vya mafundisho ya Mungu. Basi nini maana ya uzazi wa mpango? Tunaposema uzazi wa mpango ni nini? Uzazi wa mpango ni pale watu wawili wanapokubaliana lini waanze kuzaa, hawa watoto wanaowazaa watazaa wangapi, na hawa watoto wapishane umri wa miaka mingapi, na lini kitakuwa kikomo cha kuzaa. Uzazi wa mpango ni maamuzi baina ya watu wawili, yawezekana mtu na mwenzi wake, yawezekana ni mume pamoja na mke, au watu wawili walioamua kuzaa, kwamba lini wazae watoto wangapi, watoto hao wapishane umri gani, lakini pia ni lini waache kujifungua. Kwa hiyo ni maamuzi ya pamoja kuweza kuchagua njia iliyo sahihi, kuweza kupanga idadi ya watoto, miaka ambao watapishana, lini kuzaa na lini kuacha kufanya uzazi. Hiyo ndio maana halisi ya uzazi wa mpango. Basi njia za uzazi wa mpango ziko ngapi? Njia za uzazi wa mpango tunaweza tukazigawanya katika makundi mbali. Kuna njia ambazo ni za asili na kuna njia ambazo sio za asili, lakini pia tunagawanya kwamba kuna njia za kudumu, kuna njia za muda mrefu, kuna njia za muda mfupi. Hii tunazungumzia njia ambazo sio za asili, na pia kuna njia ya asili. Kwa hiyo siku ya leo nataka nizungumzie njia mbili kubwa katika hii session ya kwanza. Na njia za kwanza za uzazi wa mpango ni njia za kudumu. Njia za kudumu ina maana unapokuwa umechukua hii njia ya uzazi wa mpango, ni na maana hauna mpango tena kwamba unataka upate mtoto, au unakuwa tayari umeshapata mtoto, kwa hiyo mmeamua kwamba mnaamua mpumzike katika swala la kuzaa tena. Na hizi njia za kudumu ziko za aina mbili. Kuna njia ambazo zinafanywa kwa upasuaji mdogo kwa wakina mama, na kuna njia ambazo tunafanya upasuaji mdogo kwa wakina baba. Kwa upasuaji mdogo kwa wakina mama, kitaalamu tunaita ni bilateral tubal ligation, ambapo hapa tunatenganisha au tunabana ili kuzuia yai lishindwe kutoka kwenye kokwa ambao ni ovary kwenda katika mfuko wa uzazi ambao kitaalamu tunaita uterus. Kwa hiyo tunazuia kati ya ovary pamoja na uterus, au kati ya mfuko wa uzazi pamoja na kokwa. Kwa hiyo mayai yanashindwa kufika pale. Kwa hiyo mama anapokuwa amefanyiwa hivi, basi anakuwa hawezi tena kupata ujauzito. Faida kubwa ni kwamba haihusishi masuala ya hormone hii njia, lakini pia ni uhakika kabisa kwamba mama hawezi akapata ujauzito baada ya kuwa amefanya hii njia. Lakini pia faida nyingine ni kwamba njia hii imeonekana kwamba inachochea au inamsaidia mama aweze kujikinga zaidi na maambukizi ya saratani ya shingo ya kizazi, au tunaita ni cervical cancer. Na njia ya kudumu au upasuaji mdogo ambao unafanywa kwa wanaume inaitwa vasectomy. Na ambacho kinafanyika hapa ni kwamba tunafunga ile njia ambayo inatoa yai kutoka kwenye kokwa la kiume, au tunaita ni testis au pumbu, kwenda katika uume wa mwanaume. Kwa hiyo pale tuna block, kwa hiyo zile shahawa haziwezi zikatoka kuweza kufika ili mwanaume aweze kuziachia. Faida ni kwamba mwanamume ataendelea kufanya tendo vizuri, atafurahia kama kawaida. Tena yanavyoonekana katika utafiti ni kwamba la itaongezeka kwa sababu ule wasiwasi haupo. Kwa hiyo mwanaume anapofanyia hivi kunakuwa hakuna madhara yoyote katika utendaji wake wa tendo, isipokuwa ni kwamba hawezi akamfanya mwanamke akawa mjamzito. Kwa hiyo tumeona njia ya kudumu kwamba kuna kitu kinaitwa ni bilateral tubal ligation kwa upande wa kina mama, na tumeona kwa upande wa kina baba tunaita ni vasectomy. Lakini pia kama nilivyosema, tutaenda kuangalia sasa njia za muda mrefu, ambazo njia hizi za muda mrefu nazo tunaongelea kwa upande sasa wa kina mama, ambapo tuko nazo njia mbili kubwa. Kuna kitanzi pamoja na kipandikizi. Tunapozungumzia kitanzi tunazungumzia kitu ambacho kinaitwa ni rupu, au rupu ambayo inakuwa ina madini ya shaba, ambapo katika hiki kitanzi tunatarajia kwamba kinafanya kazi kuanzia miaka 5 kwenda miaka 8 mpaka miaka
12. Kwa hiyo hiki anawekewa mwanamama, na tunapozungumzia kitanzi ndo kitu kama hichi hapa, mpendwa mtazamaji. Hiki hapa ndicho kinaitwa kitanzi, kama unavyokiona humu katika mfuko wetu, ndo hiki hapa. Kwa mama akiwekewa hiki kitanzi, kinaweza kikakaa ndani kikafanya kazi kwa muda wa miaka 5, miaka 8 mpaka miaka 12. Kwa hiki sio njia ya homoni kama unavyoona. Hichi hapa ndicho kitanzi chenyewe ambacho tunakiingiza kama ambavyo unakiona hichi hapa, na kinafanya kazi ndani ya mama kwa miaka 8 mpaka miaka 12. Faida ni kwamba hii njia sio homono, haiingilii mzunguko wa mama, isipokuwa yule mama mwenye maambukizo vya virusi vya ukimwi hawezi akatumia njia hii. Shida au maudhi madogo madogo ambayo mama anayapata anapokuwa amewekewa hiki kitanzi ni kwamba kuna ongezeko kidogo la hedhi. Hedhi inaweza ikaongezeka siku au ikaongezeka uzito, lakini pia kuvuja damu kusikokuwa na mpangilio. Kwa njia ya kwanza ambayo ni ya muda mrefu, kuna kitanzi ambacho kinakaa miaka 8 mpaka miaka 12. Faida nyingine ni kwamba mama muda wowote anapokuwa ameamua kutoa hiki kitanzi, bado anaweza akapata mtoto kama vile ambavyo amekuwa amepanga. Na kazi kubwa ya kitanzi, inazuia upatikanaji wa mimba au inazuia implantation ya ile mimba. Kwa njia nyingine ya pili ya muda mrefu tunaita kwamba ni kipandikizi. Kipandikizi hiki ambacho zipo vya aina mbili. Kuna jedere ambavyo vinakuwa ni viwili, na kuna implanon ambao kinakuwa ni kipandikizi kimoja. Kwa hiki kipandikizi kimoja ambacho ni implanon kinakaa ndani ya mama kwa muda wa miaka 3, na hiki ambacho ni jedere kinakaa ndani ya mama kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo tunapozungumzia hiki hapa ndicho tunaita ni kitanzi. Kwa hiyo kakiwa hapa kamoja kama ambavyo unakaona hapa kamoja, kanakaa ndani ya mama ndani ya miaka 3. Na vinapokuwa huvu vidude viwili tunaweka katika mkono wa mama, maeneo kama haya hapa hivi ndipo tunapoweka, anakaa nako mama ndani ya miaka 5. Kwa hiyo kama ambavyo ilikuwa inafanya ile kazi yake kubwa, na hii hapa ndo yenyewe jedere kama ambavyo unaiona, ndo hii hapa jedere, ndo hii hapa kama ambavyo unaiona. Mpendwa mtazamaji, unaiona kwamba huko ndani vipo viwili. Kwa hiyo hiki kinakaa ndani ya mama kwa muda wa miaka 5. Kwa faida kubwa ni kwamba vinaweza kuzuia kwa asilimia kubwa kabisa, kwa sababu hivi vinakuwa vinaachia vichochezi ambavyo, vinaposema vichochezi nazungumzia estrogen pamoja na estrogen ndani ya mama, ambavyo vinafanana kabisa na zile njia zake za asili ambazo wanaachia. Kwa mama akiweka hiki anakuwa anazuia mimba. Na kitu kingine uhakika kabisa ni kwamba anapohitaji mama kujifungua muda wowote, basi anaweza akatoa hiki kipandikizi au kitanzi, na muda huo hiki kipandikizi akapata ujauzito. Lakini maudhi yale madogo madogo ni kwamba anaweza akapungua ile hedhi yake ikapungua, au akawa anapata hedhi yenye vimatone. Lakini mama ambaye ana virusi vya VVU anaruhusiwa kutumia hii hapa njia. Basi mpendwa mtazamaji ambao unaniangalia wa channel ya Afya Pamoja na Injili Online TV, usiache kufuatilia session yetu ya pili ambao itakuwa inazungumzia njia za muda mfupi ambazo ni za uzazi wa mpango. Usisahau, Afya Pamoja na Injili tupo pamoja na wewe katika safari yako kuhakikisha kwamba unakuwa na afya ya roho, lakini pia unakuwa na afya ya mwili iliyo imara. Majina yangu ninaitwa Pastor Detrix Dalawa, naongea kutoka live nikiwa Iringa. Mimi ni intern mkunga au muuguzi katika hospitali ya rufaa ya Iringa. Usisahau kusubscribe hapo chini katika button yetu hapo ya hii channel ili uweze kupata updates za kila siku. Mungu akubariki sana.